Sio wakati wa kukaa na vijana miaka 15 inni ana auna anakum aunakum unakum. Si wakati huu. Dini ifundishwe kama dini, lakini Waislamu twendeni na kasi ya dunia. Waislamu twendeni na kasi ya dunia, twendeni na mipango ya dunia. Tufikirie kule ambako Mwenyezi Mungu amejalia kwanza tuna macho yanafika mahala ambako sisi hatujafika. Maana yake macho yako yasafiri na akili, yasafiri na moyo wako. Twendeni yanakotua macho, na kila tunapodondosha hatua twendeni mbali zaidi. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa akili aitumie, na ndio maana Qur'ani ilitawala afala ta'qiluna, afala yaqiluna, afala yatadhakkaruna, afala yatadabbarun. Safirisha akili. Baada ya wanao kuachia dini, nini kingine? Watoto tuwape dini, tuwape misingi ya maisha. Si wakati haukubali kuwalea watoto wetu kidarweshi zaidi, wakati unakataa. Mtaalamu mmoja alisema, la tarubbu auladakum bima rabbakum abaukum fa innahum khuliqu bighairi zamanikum. Mwingine akasema, la tarubbu auladakum bima rubbitum fa inna zamana yakhtalifu. Usiishi kwa kukopi na kupesti, ni dalili ya kufeli katika maisha. Msiwalee watoto wenu katika mifumo ile ambayo ninyi mmelelewa na wazee wenu. Viongozi wa baraza, mnajua mashehe namna gani waliposoma. Nasikia mtu kakaa kwa Sheikh Hassan bin Amir miaka 40. Muda wale wa uruhusu kukaa na mwanafunzi miaka 40. Hiyo ni dabu wa shah, na ni kufeli katika maisha. Sio maana yake tunakopi vitu vya hovyo, hapana. Dunia inatakaje? Msiwalee watoto wenu vile ninyi mlivyolelewa na wazee wenu. Fa innahum khuliqu bighairi zamanikum. Msiwalee watoto wenu vile ambavyo ninyi mmelelewa. Tulisoma vitabu vidogo vyote kabla ya mukaddima. Safina, Dolaru, Hidayatul Atfali, Riyadul Bida. Hivyo vidogo vyote tukavipuna. Safina tunaja, Safina tuswala. Vitabu vidogo peke yake miaka 4. Vitabu 17. Ndio unaenda kwenye mukaddima. Wazee wakaita rubul ibada. Hapo kwa mbali utapewa kuswalisha. Kwetu Rufaia, wakati wa leo mwanafunzi utabaki naye. Sheikh Uthmani, nyinyi ndio walimu. Akai. Na kama watakaa kwa mifumo yenu mashehe, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsiri yake tutakuwa tunafikiria kuwa ameongopa. Maneno ya Bwana Mtume, khairul quruni qarni ila thumma alladhina yalunahum thumma. Tafsiri yake afadhali kidogo. Manake kadiri tunapokwenda mbele mambo yanashuka. Tengeneza syllabus miaka 5, 6, 7, mwanafunzi ajihisi kwa hapa nimemaliza, naenda kwa shehe mwingine, anapiga hatua. Sio wakati wa kukaa na vijana miaka 15 inni ana auna anakum aunakum unakum. Si wakati huu. Lakini angalia, baada ya malezi ya katika dini, muangalia ammi yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mzee Abu Talib, anampa malezi ya kutafuta noti. Bwana Mtume akiwa na miaka 12 anafanya safari ya kwenda Sham na ammi yake na msafara
anapata training ya kutafuta hela. Watoto wa Wahindi wote wanazoeshwa biashara wakiwa na miaka 9, 10 mpaka 12. Watoto wa Wazaramu na Wandengereko wanatafuta maisha wakiwa na miaka 40. Baada ya miaka 2 wanakufa. Hatuwezi kujifundisha maisha tukiwa na miaka 40. Miaka 40 ni ya ukomavu, ushaweza. Sasa wakati wa kuwa ushaweza, wewe ndio unaanza alifu. Maana yake unacheza michezo ya kitoto iko 40. Usipoicheza utotoni utacheza uzeeni. Kuna kombolela zamani tukiita kwikwide. Ile kama hujacheza utotoni utacheza uzeeni. Kuna watu unaona uzee unajua kabisa huyu hakucheza michezo ya kitoto sana, tuchezee uzeeni. Kwa ni waombe Waislamu, Maulidi ya Bwana Mtume Muhammad ya msikiti wa Mtoro mwaka huu yatuamshe kujipanga, kuanzia walimu wa madrasa pamoja na walimu zetu wanaosomesha misingi mikubwa, lakini pia na wazazi katika uchumi. Ninyi ni mashahidi. Tunatoka skuli tunarudi darasani. Lakini leo shule zetu watoto wanarudi saa 4 ya usiku. Kama hatujatengeneza misingi, tunakwenda kuwa na kizazi cha madunduka watupu wajui dini. Ni lazima tuwahi mapema. Mtoto huyu akifika form 1, form 2 kuna hatari darasani tunamkosa. Tunamuandaaje mapema anaondoka na misingi yake ya dini? Kwa bahati mbaya, wenzetu watoto wao wanapokwenda kusoma skuli wanaondoka na misingi yao ya kibibilia. Hata akiwa waziri, hata akiwa mbunge, dini yake anajua. Kwa sababu sisi hatujatoka na misingi hiyo, bali hata wale mawaziri hatujawaandaa sisi, tumewaonea ukubwani, tunawadandia wa kwetu. Hatuwajui hata vita hivyo wamepataje. Akishafika uko mbele yeye mwenyewe mpaka salamu alaykum inamshinda. Niliyo kushuhudia, lakini sio hapa. Nchi moja nimeishi, nimeona waziri anatoa salamu. Uqsim billah, nipo katika mimbari ya Bwana Mtume hapa msikitini, alisema salamaku. Waziri Muislamu, yani hata ile assalamu alaykum hajui. Ni jambo la ajabu. Na ndio maana unaona baadhi ya mawaziri mkiwapa kusema, alivyosoma kwenye kitabu cha Kiswahili na yeye anasema vile vile kama alivyosema Bwana Mtume SAW. Hajui ile inamaanisha nini, na akitamka uchuro. Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani. Dunia inatakiwa ione wafasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanafocus dini yao na maisha yao. Wakati wa leo sio wakati wa kumuona kiongozi mkubwa wa dini ana hali ngumu, anakula kama boko kutwa mara moja. Tunawasababishia vijana siku hizi wanafikiria sana. Anasema kama ndio ushehe wenyewe ndio hivi, nasoma ili kiwe nini? Vijana siku hizi wanafikiria sana, pamoja na kuwa uwezo wao wa majibu ni mdogo. Sasa lazima tujipange, na hao ndio watakuwa maadui. Waswahili wanasema siku zote mende na panya wanakula nguo wakiwa kabatini, hawali nguo wakiwa nje. Mende na panya wanakula nguo wakiwa ndani ya kabati. Na Waislamu watakao tudhuru wale tunawalea ndani ya Uislamu, sio wa nje. Wale ndio msingi. Tusipowajenga wale kuwa mashabiki bora wa Uislamu, tunakwenda kudhurika wenyewe. Niwaombe viongozi wangu, nikianzia katibu mkuu mtendaji wa baraza, twendeni tukafocus katika nchi yetu kwenye malezi ya dini na uchumi. Si muda tena wa maneno. Si muda wa maneno, tushaongea sana. Tuna misikiti huko kwa Shejongo huko Mkenda, wanasema tuna msikiti mkubwa Mkenda wanaswali watu 45 kwa sababu kijijini kuna watu 12. Hawafikirii mbele itakuwaje. Badala ya kufikiria maendeleo, sisi tunapagurana misikitini. Mikoani, mashehe wa mikoa wapo hapa. Natoa ujumbe huu japokuwa mie hata sina hata ushehe wa Chanika. Twendeni tukajenge mikoa yetu kwa maendeleo na mipango. Twendeni tukatengeneze misingi madhubuti ya kunyanyua vizazi vyetu. Dunia ijue Waislamu wana hamu ya maisha. Anasoma Qur'ani, anaeleza fiqh, anamueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the same time anajua
kwamba akitoka hapo ana mpango gani wa kula. Haya ndiyo maneno yangu, naenda kukaa chini kwa maneno yale yale. La tarubu auladakum bima rubitum fa inna zamana yakhtalif. Msilee watoto wenu kwenye mifumo ile ile mliolelewa ninyi, nyakati zinatofautiana. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.